Jeshi la polisi mkoani Iringa lathibitisha kukamatwa kwa mtuhumiwa wa tuhuma za mauaji. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema operesheni ya kijeshi ya Marekani imepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa kijeshi wa Irani. Na katika michezo na burudani, kuelekea mchezo wa NBC Premier League kati ya TRA FC dhidi ya Yanga Sport Club, mashabiki na wadau wa soka mkoani Iringa wametoa maoni yao juu ya mchezo huo. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Nelson Jafet. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa SACP Alan Bukumbi amethibitisha kushikiliwa kwa ndugu Benjamin Kikula mwenye umri wa miaka 61 mkazi wa Isakalilo manispaa ya Iringa kwa tuhuma za mauaji ya mtoto mwenye umri wa miaka 13 yaliyotokea mnamo tarehe 8 mwezi wa 3 2026. Sheila Baraka ana undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo alipokuwa akizungumza katika mkutano wa hadhara na wananchi wa kata ya Isakalilo, ambapo Kamanda Bukumbi amesema kuwa matukio mengi ya kikatili dhidi ya watoto hufanywa na watu wa karibu ndani ya familia. Hivyo ameitaka jamii kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha watoto wanalelewa katika mazingira salama. Tumeona tukio hili limetokea kwa mtu ambaye ni wa ndani ya familia. Sasa sisi kama familia, kuna wakati ambapo tunashindwa kutimiza majukumu yetu ya kuangalia hawa watoto wetu. Tunapaswa kuwa tunaangalia watoto wetu kila wanapotoka, kila wanaporudi, kwa sababu unakuta mtoto huyo amefanyia matendo ya kikatili kwa muda mrefu. Sasa sisi jeshi la polisi tumechunguza, tukabaini, tukasema jamii hii tuiambie kwamba tumefanikiwa kumbaini mtu aliyefanya tukio lile na hatua za kisheria dhidi yake zinaendelea kuchukuliwa, lakini tuna tabia ya kuficha taarifa, hatutoi taarifa kwa wakati. Ukijenga mashaka mahala popote kwamba hapa naona kuna hali sio ya kawaida, toa taarifa. Viongozi wako wengi. Kwa upande wake, mjumbe wa mtaa Isakalilo Lightness Chengula amelipongeza jeshi la polisi kwa hatua ya kumkamata mtuhumiwa, huku akiomba uchunguzi ufanyike kwa kina kwa watu wa karibu wa familia ya mtoto huyo. Mimi napenda kuipongeza jeshi la polisi, kwa kweli wametuonyesha ushikamano ambao hatuwezi kuuzungumzia. Mimi ninaomba jeshi la polisi lisiishie tu kwa yule baba aliyemkamata, hata kwa mama yake naye kuna kitu anaweza kuwa nacho, na watu wake wa karibu waulizwe kuna kitu kilikuwa kinafichika ndani ya ile nyumba. Tukienda hivyo itatusaidia. Baadhi ya wananchi wa kata hiyo wamelishukuru jeshi la polisi kwa kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama, huku wakisisitiza umuhimu wa wazazi na walezi kutoa malezi bora kwa watoto ili kuepuka matukio ya ukatili dhidi yao. Wababa, tuondoe ukatili wa kijinsia, tuishi na mtoto wa mwenzako, unatengeneza thamani na ubora wa wewe mwenyewe, hata unavaa uhusika, unaaminika, unakuwa umeaminika na jamii. Tubadilike jamani, dunia wanaposema imekwisha, wenzetu wahubiri, sio imeisha kwamba utatembea hapa na Isakalilo sukafika kula kudusile. Hapana, sio kudusile nda kukwendelela na matukio yanaendelea. Ndugu zangu, jeshi la polisi pamoja na uongozi, serikali za mitaa, uongozi wote tushirikiane kuyadhibiti haya. Nilikuwa naomba ndugu wanawake wenzangu, tujitahidi kulea watoto wetu. Unazaa mtoto kwa shida, unamlea kwa shida, unaenda kumwekeza kwa mtu. Hakuna mtu mwenye maisha marahisi. Fanya kazi kwa bidii, fanya kibarua kwa mtu ili mradi mtoto wako awe salama. Ukatili dhidi ya watoto haukubaliwi katika jamii. Wazazi wanapaswa kuwa karibu na familia kwa malezi bora ya watoto. Nikiripoti kutoka Isakalilo, manispaa ya Iringa, ni mimi Sheila Baraka Marupunga wa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Dickson Sanga. Serikali ya Rwanda imetishia kuondoa wanajeshi wake nchini Msumbiji ikiwa ufadhili wa kuendesha operesheni za kijeshi hautahakikishwa. Kauli hiyo imekuja kufuatia malalamiko kwa fedha zilizotolewa na Umoja wa Ulaya hazitoshi kuendeleza mapambano dhidi ya ugaidi katika jimbo la Cabo Delgado. Jeshi hilo la Rwanda RDF lilianza rasmi operesheni zake nchini Msumbiji mnamo Julai 9, 2021. Serikali ya Rwanda ilitumia kikosi cha wanajeshi na polisi takriban 1000 katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji kufuatia ombi la serikali ya nchi hiyo. Lengo kuu la operesheni hiyo lilikuwa ni kusaidia jeshi la Msumbiji FADM kupambana na makundi ya kigaidi yenye mafungamano na kundi la Islamic State IS ambayo yalikuwa yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamia ya maelfu ya wengine kukimbia makazi yao.
Tangu wakati huo, idadi ya wanajeshi wa Rwanda nchini humo imeongezeka na kufikia zaidi ya 2500 wakifanya kazi katika maeneo muhimu kama vile wilaya za Palma na Mokimboa Dapria ambako kuna miradi mikubwa ya gesi asilia. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema operesheni ya kijeshi ya Marekani imepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa kijeshi wa Irani, huku akisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia taifa hilo kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Akizungumza kuhusu hali ya usalama katika Mashariki ya Kati, amesema kuwa operesheni ya kijeshi ya Marekani imeasili kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi wa Irani. Hata hivyo, Starmer amesisitiza kuwa pamoja na hatua za kijeshi, mazungumzo ya kidiplomasia ni muhimu kuhakikisha Tehran haijengi upya mpango wake wa nyuklia. Ameongeza kuwa Uingereza inaendelea kushirikiana na washirika wake wa kimataifa kutafuta suluhisho la kudumu la kurejesha uhuru wa usafiri wa majini katika eneo hilo. Asante sana Dickson Sanga kwa habari hiyo. Na sasa ni wasaa wa michezo na burudani. Tujiunge na Mary Anton kwa habari hizo. Baadhi ya wadau wa michezo wameonyesha kuwa na wasiwasi na timu ya Young Africans kuelekea mchezo huo, huku wakitaja usajili usioridhisha uliofanywa na timu ya Young Africans pamoja na wimbi la ongezeko la majeraha hasa kwa wachezaji muhimu wa klabu ya Yanga. Mechi itatawaliwa na ufundi mkubwa ukizingatia timu zote ni timu nzuri. Hasa hivi karibuni Tabora wamekuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo ya mechi zao. Kwa tunategemea kutakuwa na mchezo mzuri wenye ushindani. Changamoto unaweza ukasema ya Yanga hivi karibuni wamekuwa wakisikika redioni wakiwa na usajili bora, lakini tofauti na ambapo inakuja inaonekana uwanjani, swala linalopelekea kuwa na matokeo mabaya, lakini nje ya hapo kuna majeraha ambayo yanawakabili wachezaji. Daima mbele, nyuma mwiko. Timu yangu kesho naitabilia ushindi juu. Daima mbele, sisi tunasonga mbele. Itashinda kuanzia mawili kwenda mbele. Mchezo wa kesho unavyoona kwa mwenendo wa Yanga ambao wamecheza hizo mechi mbili, Singida na Azam, tumeona kabisa kuna changamoto. Sisi kama mashabiki, mimi ni shabiki wa Yanga kindaki. Sawa. Ila nimeona kuna changamoto pale hasa kwa kocha anakuwa anafanya sabu mwishoni. Watu ambao wana nguvu wanakuja wanaingisha mwishoni, lakini dakika zishaisha. Si wachezaji wabovu. Wachezaji wako imara, lakini sabu anazifanya mwishoni. Tumewasikia mashabiki wa Young Africans wakielezea ugumu wa ratiba yao katika mchezo wa ligi kuu. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Maria Anton wa UoI Digital. Shukrani sana Mary Anton. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Sheila Baraka. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipindi chetu pendwa cha msamiati wa leo, ambapo leo tumekuandalia msamiati wa neno yakini. Twende tukaungane na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini kuhusu msamiati yakini. Umeelewa vipi kuhusu msamiati wa neno yakini? Kwangu mimi ninavyoelewa kuhusu neno yakini, yakini ina maana ya kuongeza umakini ndani ya kitu fulani. Unaweza kunitungia labda sentensi moja? Mwajuma katika michezo yake alikuwa ameongeza uyakini zaidi katika michezo yake. Asante. Dada, mambo? Poa, vipi? Niko poa. Hivi mtu akikueleza kuhusu msamiati yakini, unaelewa nini? Yakini? Yaani ni kitu yaani inaweza ikawa ni neno mtu anasisitiza kitu. Unaweza kunitungia labda sentensi ya neno hilo la yakini? Sentensi? Yakini. Siwezi. Asante. Mtazamaji wa UoI Digital, tumetoka kuwatazama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa ambao wameweza kueleza maana tofauti ya msamiati wa neno yakini, na maana halisi ya msamiati huu ni uhakika kamili bila shaka. Nami ni kuache na sentensi isemayo hatuna yakini kama atakuja leo. Langu jina Sheila Baraka Mwalukunga wa UoI Digital, tubariki kidijitali. Asante sana Sheila kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati mrua kabisa, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati yakini. Nami na kuacha na sentensi isemayo nina yakini kwamba tutashinda mchezo wa kesho.
Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Nelson Japhet.